Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya hapa. Nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, ukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri huko hapa nazungumzia nchini Morocco. Nafahamu ya kwamba klabu ya soka Young Africans wapo pale Morocco kwa ajili ya kwenda kujiandaa na mchezo mkubwa kwelikweli, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wanakwenda kuitafuta hapa nazungumzia si kingine bali ni alama ambazo zitakazowaweka katika nafasi nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba wanafuzu hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kile ambacho kinachoelezwa kwa sasa, unaambiwa mambo yamekuiva huko, ambapo kocha mkuu wa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ameweza kuweka bayana kikosi chake ambacho kinachoendelea, ambacho kitakachoanza katika mchezo huo mkubwa kabisa, mchezo ambao utakwenda kuweza kukata na shoka kwelikweli. Ni mchezo ambao klabu ya soka ya Young Africans kwenye ulimwengu wa soka inaelezwa kwamba wanakwenda kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri ambayo yatakaowaweka katika nafasi nzuri ya kuweza kufuzu kuelekea hatua hiyo ya robo finali. Sasa kikosi ambacho kimeelekea pale nchini Morocco kinafahamika kabisa na kimeweza kuwekwa bayana, lakini mimi nakusogezea kikosi ambacho kimeandaliwa na kocha Pedro kitakachoanza dakika 90 pale dhidi ya FAR Rabat. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi. Hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni Young Africans. Karibu. Bana, kikosi cha Young Africans ambacho kiko pale nchini Morocco kimeweza kuwekwa bayana kikosi ambacho kitakachocheza katika mchezo huo ambao ni mchezo mgumu kweli kweli, unaweza kusema hivyo kulingana na kile ambacho kilichopo kwa sasa, ambapo klabu ya soka ya Young Africans unafahamu kwamba wapo na option kadhaa tu ambazo ni tatu tu ambazo zitakazowafanya waweze kufuzu kuelekea katika hatua hiyo inayofuata, ambapo klabu ya soka Young Africans ina machaguo matatu tu option ambayo itakayowafanya waweze kwenda hatua inayofuata, ambapo klabu ya soka Young Africans wako pale Morocco na option ni tatu tu ili Yanga asonge hatua ya robo finali. Moja, Yanga ashinde mchezo huu dhidi ya FAR Rabat, anakuwa amefuzu moja kwa moja kuelekea hatua ya robo finali. Ama apate sare mchezo huu na FAR Rabat, akashinde mchezo unaofuata dhidi ya GS Kabylie kwenye mchezo wa mwisho. Ama tatu, afungwe kwa tofauti ya bao moja tu, na ikiwezekana apate goli la ugenini kisha ashinde mchezo wake dhidi ya GS Kabylie wa mwisho. Hizi ni zile ambazo zinaweza kumfanya aweze kuelekea katika hatua ya robo finali. Tutizame kikosi. Golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, kutokana na ubora wake amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Ukiweza kushuhudia ametoka AFCON moja kwa moja amerejea kwenye kikosi cha Young Africans na kucheza michezo kadhaa na kuonyesha uimara wake na kuonyesha
daraja lake la juu sana ambalo iko nayo Djigui Diarra. Anaendeleza mwendelezo wake wa kukaa golini kuweza kulilinda lango la klabu ya soka Young Africans. Kwa hiyo mwalimu kocha Pedro amempendekeza Djigui Diarra aendelee kuweza kusimama katika milango ya Young Africans katika kuhakikisha kwamba safari yao ya robo finali inaelekea vizuri kabisa. Lakini jambo la pili, namba 2 katika mchezo huu anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Atola Yao Kwasi. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya mabeki ambao ni visiki kweli, amekuwa na ubora mkubwa kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Mwalimu anaona kabisa kwamba hii ni shughuli pevu ambayo inahitaji kupata watu wakakamavu zaidi. Kwa hiyo Atola Yao Kwasi anaweza kukaa katika nafasi hiyo. Ana uwezo mzuri wa kupandisha mashambulizi, ana uwezo wa kurudi kukaa katika nafasi yake kama kawaida ambavyo kila mmoja amezoea kuweza kulishuhudia hilo. Kwa hiyo hili alina ubishi. Kwa hiyo Atola Yao Kwasi atasimama katika eneo hilo la hapa, nazungumzia si wengine bali hawa ni klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo anasimama kama eneo la beki namba 2. Beki namba 3 anasimama si mwingine bali ni Issa Shadrack Boka. Ukiweza kushuhudia akiweza kupewa nafasi tena kwa mara nyingine tena kuweza kukaa katika eneo hiyo la safu ya ulinzi katika upande wa kushoto. Amekuwa na mwendelezo mzuri licha kwamba mchezo uliopita aliweza kufanya makosa ambayo baadaye akaweza kuigalimu klabu ya soka ya Young Africans katika mchezo dhidi ya Al Ahly ambapo tayari Young Africans walikuwa wanaongoza kwa bao moja. Bado mwalimu ana imani na Issa Shadrack Boka na ameendelea kuweza kumpatia nafasi kwenye kikosi chake. Kwa hiyo utaweza kushuhudia kazi yake moja tu kupandisha mashambulizi, kuweza kurudi kukaa katika nafasi ambayo amezoea kuweza kuitumikia. Kwa hiyo atakuwepo Issa Shadrack Boka. Huko beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni Kopro. Hapa nazungumzia Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu kuhusiana na ubora wake, moja kati ya mabeki ambao ni vitasa kweli. Amekuwa na mwendelezo mzuri, ukiweza kushuhudia tackling za maana, nguvu, maarifa, akili kubwa ambayo inatumika kwenye kukaba washambuliaji. Kwa hiyo ana kazi nzito kuhakikisha kwamba lango lao linakuwa ni salama salimini, huku akiweza kusaidizana na beki namba 5 si mwingine bali unakutana hapa na si mwingine bali ni Bakari Nondo Mwamnyeto, kapteni mwenyewe akiendeleza ubora wake. Mwalimu anamtumia sana Bakari Nondo Mwamnyeto katika kipindi hiki kwa sababu unafahamu timu za Waarabu mara nyingi wanatumia mipira mirefu, yani mipira ya juu, na Bakari Mwamnyeto ni moja kati ya watu ambao wana sifa hiyo ya kuwa na kimo kirefu ambapo wanaweza kucheza mipira ya juu sana. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambao unaona Dickson Job pia apewe nafasi ya kutosha katika maeneo ambayo amekuwa akizoea kucheza. Mara nyingi umekuwa ukiweza kushuhudia pattern ya Ibrahim Baka na Job, lakini kwa sasa umeweza kushuhudia mwalimu akibadilisha mfumo wake na kuwatumia Baka pamoja na hapa nazungumzia si mwingine bali ni Bakari Mwamnyeto. Kwa hiyo atakuwepo hapo. Lakini katika upande wa namba 6 anasimama si mwingine bali ni Damaro, moja kati ya viungo hatari. Namba 6 ya nguvu kweli, inafanya kazi chafu, inasafisha visiki vyote ambavyo vinavyoonekana. Lazima uweze kushuhudia kazi kubwa ambayo anaipiga Damaro Kamara. Kwa amekuwa na ubora mkubwa toka alipotoka na kikosi Young Africans. Huwezi kuona kwamba amepewa mbao ndefu, yani amekaa kwenye benchi kwa sababu ya ubora tu unajieleza. Na mwalimu kitu pekee ambacho amekiona kwa Damaro ni upambanaji wake, namna ambavyo anaipambania jezi ya klabu ya soka Young Africans. Anajitoa mpaka jasho lake la mwisho kuhakikisha kwamba wanalilinda eneo lake la katikati, na amefanya hivyo katika michezo yote ambayo ameweza kucheza kuonyesha kiwango kizuri. Kwa hiyo namba 6 itasimamiwa na Damaro Kamara. Lakini huku namba 7 anasimama si mwingine bali ni Alan Okello. Nafahamu shughuli yake, moja kati ya vijana wasumbufu kweli
kweli, mmoja kati ya vijana ambao wanapiga pasi nzuri kweli kweli. Ni mmoja kati ya wachezaji wazuri ambao Young Africans imebahatika kuweza kuwapata katika kipindi hiki cha dirisha dogo, na kuwa na mwendelezo mzuri wa kuendelea kuweza kusimama kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kama namba 7 kwenye mchezo huu mkubwa, mchezo mgumu, mchezo ambao ni muhimu kabisa kwa timu zote mbili. Nazungumzia FAR Rabat na upande wa Young Africans, kwa sababu kila mmoja anaitafuta robo fainali, huku wanazungumzia namba 8 anasimama si mwingine bali ni Duke Abuya, moja kati ya wachezaji hatari kweli kweli, moja kati ya wachezaji muhimu kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha Young Africans. Mwalimu amempatia nafasi tena ya kuanza kwenye kikosi hichi kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Kwa hiyo ni kazi kwake kuweza kufanyia majukumu yale ambayo mwalimu amempatia. Huko namba 9 anasimama mshambuliaji Depu, akianza kwenye safu ya ushambuliaji kuiongoza jeshi la wananchi Young Africans katika kuhakikisha kwamba wanaondoka na alama 3 nchini Morocco. Huku namba 10 anasimama si mwingine bali unazungumzia unakutana na Profesa Waboli Pako Mzuzwa, ambapo anazungusha dimba la kati. Huku namba 11 inasimamiwa na Clement Mzinzi ambaye ameweza kurejea kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, huku akihakikishiwa kuweza kuanza kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Kwa hiyo hiki ndio kikosi cha Yanga kitakachoanza dhidi ya FAR Rabat, huku tajiri GSM akiweza kuweka zaidi ya shilingi milioni 500. Inadaiwa bado hajathibitishwa kwamba Young Africans yakishinda katika mchezo huo, inaelezwa kwamba kitita hicho kitatoka. Mpaka sasa zinabaki kuwa tetesi, hazijawekwa wazi kama ni kweli ameweza kufanya hivyo. Tusubiri kuweza kusikia yapi yatakayojili, ila weka maoni yako, usisahau kusubscribe na kubonyeza